yaishi. Kumbe unapokuwa ndani ya Kristo unapata kusudi la kweli la kutembea naye. Haleluya. Jambo la tatu ni kuishi maisha yenye maana. Maana kwamba utambulisho wa tatu ni unapokuwa ndani ya Kristo, kumbi unapata kujielewa na kujitambua, kumbi inabidi niishi maisha ya maana. Haleluya. Maisha ya maana sio kujenga, maisha ya maana sio kuoa hala kuolewa, maisha ya maana sio kuwa na watoto, maisha ya maana sio kuwa na tajiri, sio kuwa tajiri, lakini sio kuwa rais, sio kuwa mbunge. Maisha ya maana ni yale ambayo yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Haleluya. Ni yale ambayo yanayozingatia sheria ya Mwenyezi Mungu, ni yale ambayo yanatenda matendo mema. Hayo ni maisha ya maana. Haleluya. Kwa sababu kila mwanadamu duniani atapita. Kwa hiyo yale maisha ya maana utakayoyaishi ndiyo atakayokuwa ufanyaje? Ndiyo atakayokutetea. Ndiyo atakayokuwa, yes, ndiyo atakuwa, yale matendo yatakuwa shahidi. Yes, yatakuwa shahidi. Ndio kwa maana mahakama, mtu anapopewa kesi, wanatafuta shahidi, ni nani ambaye atamsimamia huyu, au ni nani ambaye anashuhudia mambo haya. Haleluya. Kwa hiyo na wewe yatakayokuwa kama shahidi, yatakayokusimama kwenye nafasi ya ushahidi ni yale unayoyafanya. Kama yalikuwa mabaya, basi yanakuhukumu. Kama yalikuwa mema, yanakufanyaje? Yanakupa nafasi nzuri zaidi. Kwa ni jambo la sita hilo, inabidi mtu wa Mungu jitahidi utembee katika matendo mema. Endelea kumtafuta Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu amekusudia utembee alivyokuumba. Amekuumba kwa kusudi lake yeye. Uishi, yes, uishi ndani ya Kristo kwa kutenda matendo mema. Kwa hiyo Bwana akubariki sana na Bwana akakuwezeshe. Tukutane hapo Bwana.